Kauli aliweza kuitoa waziri wa zamani na msomi maarufu, hapa tukimzungumzia Profesa Anna Tibaijuka kuhusu serikali inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa sasa imeendelea kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii na kuibua mijadala mikubwa kuhusiana na kile ambacho ameweza kukisema kuhusiana na yale ambayo serikali hiyo imekuwa ikifanya. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, Profesa Anna Tibaijuka amesema kwamba au ameonya hatari ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kukopa katika benki kuu. Kwa nini ameweza kutoa onyo hilo na ni kwa nini amesema kwamba serikali kama inataka iende vizuri basi inatakiwa kuacha mara moja kukopa katika benki kuu? Fuatana nami uweze kujua Profesa Anna Tibaijuka alikuwa na maana gani kuweza kuionya serikali ambayo kwa sasa inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuacha kukopa mara moja katika benki kuu. Waziri wa zamani katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Profesa Anna Tibaijuka aliibua mjadala mzito kuhusu mabadiliko ya sheria ya fedha ya mwaka 2026, yani Finance Act ya mwaka 2026 inayoruhusu serikali kuweza kuchukua mikopo ya dharura kutoka katika Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT. Profesa Anna Tibaijuka ameonya kuwa hatua hiyo inaweza kuleta majanga makubwa ya kiuchumi nchini ikiwa sheria hiyo haitakuwa na mipaka madhubuti. Akichambua kifungu cha 69 cha sheria ya BOT kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, Profesa Anna Tibaijuka alikiri ya kuwa serikali zote duniani zinahitaji fedha za dharura wakati wa majanga. Hata hivyo, alitahadharisha kuwa nguvu ya kuunda fedha ni kubwa na inaweza kuharibu uchumi mzima wa taifa. Alisisitiza kuwa upatikanaji wa fedha kirahisi kutoka BOT unaondoa nidhamu ya soko ambalo serikali inalazimika kushawishi wawekezaji binafsi kukopesha kupitia dhamana za serikali, ambapo katika maoni yake Anna Tibaijuka aliandika mambo yafuatayo. Nitakusomea kama ambavyo ameweza kuyaandika. Nguvu ya kutoa kodi ni moja ya nguvu kubwa zaidi za serikali. Nguvu ya kutengeneza pesa ni kubwa zaidi. Historia inatufundisha kuwa nguvu hii inaweza kuokoa mataifa wakati wa dharura, lakini pia inaweza kuharibu sarafu wakati nidhamu inapopotea. Mwisho wa kunukuu kile ambacho Profesa Anna Tibaijuka alikiandika katika mtandao wake wa kijamii. Akaendelea kusema kwamba ili kulinda Tanzania isiingie kwenye dharura ya kiuchumi, profesa huyo alitoa mfano wa nchi kama Zimbabwe na Ghana. Alielezea jinsi Zimbabwe ilivyoanza kukopa kwenye benki kuu kidogo kidogo hadi ikafikia hatua ya kuchapisha fedha hovyo. Jambo hilo liliweza kusababisha mfumuko mkubwa wa bei ulioteketeza akiba za wananchi na kuua thamani ya sarafu yao. Ili kuepuka hali hii, Tibaijuka aliweza kutoa ushauri kwamba nchi inapaswa kuachana na mfumo wa kufanya mambo kwa siri, yaani kwamba serikali iache kufanya mambo kwa siri. Ikifanya kitu inabidi iwaambie wananchi kwamba tumefanya kitu hiki na hiki na hiki. Sio wanaenda kukopa huko alafu baadaye wanakuja kutuambia kwamba tumekopa vijipesa ambavyo vitakuja kuwasaidia. Vijipesa anakuambia amekopa trilioni 1.3, anaita vijipesa. Lakini hapa ni kinukuu hiki ambacho aliweza kukiandika Profesa Anna Tibaijuka. Hapa anasema kwamba Tanzania itahitaji kubadilisha utamaduni wake wa kufanya mambo kwa kificho ili kuepuka mapungufu haya. Mwishoni, Profesa Anna Tibaijuka
ameliomba bunge la Tanzania kuweka kinga kali za kisheria na amependekeza kuwa dharura yoyote ithibitishwe kwa pamoja na waziri wa fedha na gavana wa BOT na taarifa itolewe bungeni ndani ya siku 14. Aidha, ametaka mikopo yote ilipwe ndani ya siku 180 na BOT iweke wazi kila mkopo kwenye ripoti yake ya mwaka ili kuweza kuruhusu ukaguzi wa umma na kuweza kulinda uhuru wa Benki Kuu. Sasa hapo, mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nadhani sasa umeweza kusikia kile ambacho ameweza kukiongea Profesa Anna Tibaijuka kuhusiana na serikali ambayo anaiongoza Rais Samia Suluhu Hassan, kwamba iache kufanya vitu kwa kificho, iache kufanya mambo kwa siri na iwe na nidhamu ya kuweza kufanya mambo, ndipo taifa hili litaweza kusonga mbele. Sasa hapa tukaone baadhi ya maoni ya wadau waliweza kuyatoa kuhusiana na hiki ambacho ameweza kukisema Profesa Anna Tibaijuka. Sasa huyu wa kwanza ni Saidi. Saidi anasema kwamba analiomba bunge lipi? Hili la kina Baba Levo? Hiyo serikali inataka kuwa inajichukulia pesa BOT, sababu haina ushawishi tena huko nje kutokana na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu ambao uliweza kufanyika mnamo Oktoba 29. Huyo akawa amemaliza Bwana Saidi kutoa kile ambacho ameweza kukiona kwamba Profesa Anna Tibaijuka ameshauri kwamba hayo mambo au sheria hizo au kwenda kukopa hela benki kuwe kunapitishwa na bunge na BOT iwe inatoa taarifa kwa umma. Sasa huyu Saidi akasema kwamba bunge lipi hilo ambalo watakuwa wanaliomba? Bunge la kina Baba Levo? Bunge la kina hawa kina Simai? Hapo hakuna bunge la kuweza kuomba, bali kuna kikundi cha watu ambao wako bungeni kwa ajili ya kuweza kupitisha mambo yao. Tukienda kwa Manka yeye anasema kwamba sasa useme ndani ya siku 14, hiyo ni dharura? Ni dharura tena? Manka akawa kama vile anauliza, lakini mwishoni akamaliza kwa kuweka kiimoji cha kucheka hadi kinatoa machozi. Lakini huyu mwingine anaitwa Ufuta. Ufuta anasema kwamba analiomba bunge liweke kinga kali za kisheria, yaani Baba Levo atunge sheria kali. Mama we, yaani hapa kila mtu anamtolea mfano Baba Levo, lakini bungeni Baba Levo ni mtu ambaye amekuwa akitoa pointi ambazo zina maana na pointi zinazoeleweka. Bora kuwepo na wabunge 10 bungeni kama Baba Levo, lakini kusiwepo wabunge kama huyu mbunge ambaye amekuwa akiwatwisha mzigo wananchi. Hapa nikimzungumzia Patrick Mwalunenge. Kusiwepo na mbunge kama Simai. Kusiwepo na wabunge wale ambao wao kila siku ni kutetea tu kile ambacho wanaona kina maslahi upande wao, sio kwa maslahi ya taifa, bali ni kwa maslahi kwa upande wao. Lakini tukienda kwa huyu mtu wa mwisho, yeye anaitwa Elagwa. Elagwa anasema kwamba sasa kama mshauri wa hili ni Bwana Maderu, unadhani nini kitatokea? Mimi Bwana Maderu simjui. Nadhani huko watu wa mitandaoni watakuwa wameshamjua Bwana Maderu ni nani, mshauri wa haya mambo. Bwana Maderu ni nani? Anauliza unadhani ni nini kitatokea? Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho kutokana na hiki ambacho ameweza kukisema Profesa Anna Tibaijuka kuhusiana na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kupitisha sheria ya kwenda kukopa katika Benki Kuu ya Tanzania BOT kwa dharura, na kile ambacho ameweza kukisema kwamba serikali iache kufanya mambo kwa kificho, iache kufanya mambo kwa siri, iwe inatoa taarifa kwa wananchi, iwe inatoa taarifa kwa umma, iweke mambo hadharani kwamba wamefanya kitu hiki, wamefanya kwa ajili ya Watanzania, hawajafanya kwa ajili yao. Basi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tuachie ujumbe wako, tuambie ni kipi ambacho
unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali.